Habari za wakati huu na karibu tena. Ni kupasha yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa siku ya leo. Hatimaye jeshi la polisi wa utawala wa Samia Suluhu Hassan wa CCM sasa wazungumza kuhusu mauaji ya tarehe 29 na tarehe 30 Oktoba baada ya uchaguzi, na pia wazungumzia kuhusu video za miili zinazosambaa mitandaoni. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Jijini Dar es Salaam jioni ya jana ama usiku wa jana, kamanda wa polisi wa kanda hiyo Jumanne Muliro ametoa taarifa rasmi akizungumzia video za miili zinazosumbua mitandaoni zinazodaiwa kuwaonyesha watu wakiuawa wakati wa maandamano ya Oktoba tarehe 29 nchini Tanzania. Matamshi yake Muliro yanakuja huku kukiwa na wasiwasi mkubwa wa umma na mijadala mikali kuhusu uhalisi wa video hizo za mauaji ambazo nyingi zimezua mvutano na mashaka miongoni mwa raia wa Kitanzania. Kamanda Muliro alieleza kuwa polisi hawakubaliani na madai kuwa video hizo zinaonyesha mauaji yaliyoenea mjini Tanzania. Alieleza kuwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa baadhi ya picha na video hizo hazitokani kabisa na Tanzania, bali ni za matukio ya zamani katika nchi zingine ambazo zimehaririwa na kushirikiwa kana kwamba zinaonyesha matukio kutoka Dar es Salaam na miji mingine Tanzania. Kauli hii ya Muliro inataka kupinga simulizi linaloenea kwamba maandamano ya Oktoba tarehe 29 yaligeuka kuwa makabiliano mabaya. Alisisitiza kuwa jeshi la polisi limepanga kufichua ukweli na kuwataka wananchi kuwa watulivu wakati wa uchunguzi ukiendelea. Kamanda huyo wa polisi Muliro aliwahakikishia wananchi wa Tanzania kuwa uchunguzi wa kina wa video hizo bado unaendelea na taarifa zilizothibitishwa pekee ndizo zitatolewa kwa vyombo vya habari na umma. Sauti yake ilionyesha juhudi za kudhibiti hofu na kukatisha tamaa kile alichokiita utumiaji silaha wa habari potofu wakati wa unyeti wa kisiasa, hasa baada ya uchaguzi. Kuhusu kukamatwa kwa vijana wanaoonekana kwenye baadhi ya video hizo zinazosambaa, Kamanda Muliro alikanusha vikali kuwa polisi walifanya msako mkali dhidi ya waandamanaji kwa amani. Alifafanua kuwa wanaoshikiliwa wanahusishwa na vitendo vya uhalifu na sio kushiriki kihalali katika maandamano ya Oktoba tarehe 29. Maelezo yake yalilenga kuweka mstari wazi kati ya operesheni za utekelezaji wa sheria zinazolenga uhalifu na haki ya kikatiba ya raia kushiriki katika mikusanyiko ya kisiasa ya amani. Maandamano ya Oktoba tarehe 29 ambayo yalianza kama wito wa haki katika uchaguzi kufuatia mzozo wa kura wa kitaifa yameendelea kutawala vichwa vya habari vya kitaifa hadi leo na kimataifa pia. Video zinazodaiwa kuonyesha majibu ya polisi yenye jeuri zimesambaa sana mitandaoni, lakini kamanda huyo wa polisi amekanusha na kusema si za kweli, na hivyo kuzua hasira kutoka kwa wanaharakati, huku wengine pia wakiweza kumuunga mkono. Viongozi wa upinzani na mashirika ya kutetea haki za binadamu vilevile wameweza kuzungumza kuhusiana na video hizo zinazosambaa, na wengi wao wameikashifu serikali ya CCM kwa kuhusika. Hata hivyo, kulingana na Muliro, nyingi ya nyenzo ama video hizo ni za kupotosha na zimetumika kuidhalilisha tu serikali inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan. Kamanda huyo aliwataka Watanzania kuendelea kuwa waangalifu na kutoingia kwenye kampeni za kupotosha taarifa zinazolenga kuleta mifarakano. Waangalizi wanaona kuwa maandamano ya Oktoba tarehe 29 na tarehe 30 yalikuwa miongoni mwa maandamano makubwa zaidi Tanzania kuwahi kuonekana kwa miaka mingi, huku maelfu ya wananchi wakiingia mitaani kudai uwajibikaji na uwazi. Wakati polisi wameelezea mara kwa mara majibu yao kama kipimo, mashahidi wa macho na waangalizi wa kimataifa wameshiriki akaunti zinazokinzana wakipendekeza kuwa nguvu nyingi na mbinu za vitisho zilitumiwa. Tofauti kati ya akaunti hizi na maelezo ya polisi kutoka kwa Kamanda Muliro inaendelea kupanua pengo la uaminifu kati ya serikali na watu wake. Katika taarifa yake, Muliro amewaomba wananchi wa Tanzania wawe na subira na ushirikiano wakati jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa kina kuhusu matukio yote yanayohusiana na maandamano ya Oktoba. Alishikilia kuwa serikali ya Tanzania haina sera ya kukandamiza kujieleza kwa amani, lakini akaonya kuwa wavunja sheria wanaojificha nyuma ya maandamano watakabiliwa na haki.
alisema hii ilikuwa ni sehemu ya jukumu la polisi kuhakikisha utulivu wa kitaifa huku ikiheshimu haki za raia. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini matamshi ya Jumanne Muliro ni jaribio la kutuliza umma na kuleta utulivu unaozidi kuwa na wasiwasi na kurejesha imani kwa taasisi za nchi na umma. Walakini maoni hayo pia yameibua mjadala juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia maandamano yaliyotokea Oktoba na ikiwa mamlaka imejitolea kweli kwa uwazi. Watanzania wengi mitandaoni wameonyesha mashaka yao wakisema kwamba kauli rasmi mara nyingi hupunguza ukubwa wa machafuko na mateso ya wananchi wa kawaida. Zaidi ya mabishano ya mara moja, kauli ya Muliro inaangazia changamoto kubwa inayokabili Tanzania, vita kati ya simulizi za serikali na uandishi wa habari na raia ambao wanaandamana wakati wa uchaguzi. Kadiri simu mahiri na mitandao ya kijamii zinavyozidi kuwa msingi wa kushiriki habari, mstari kati ya ukweli uliothibitishwa na uongo wa virusi vya mitandaoni unazidi kuwa finyu na kidogo. Kwa maandamano ya Oktoba tarehe 29 na tarehe 30 mfululizo, mgawanyiko huo umekuwa mkali na ripoti zinazokinzana kutoka kwa maafisa wa serikali, wanaharakati na waangalizi wa kimataifa. Katika mahojiano hayo, kamanda huyo Muliro wa polisi pia aliulizwa kuhusu taarifa zinazodai kuwa mamlaka zilizuia kuzikwa kwa baadhi ya watu wanaodaiwa kufariki dunia wakati wa maandamano hayo, huku akitoa majibu. Hata hivyo, kabla hajajibu swali hilo, simu ilikatwa ghafla na kuacha maswali kadhaa muhimu bila majibu. Hali isiyokamilika ya ubadilishanaji imechochea tu uvumi zaidi kuhusu nia ya serikali kutoa uwazi kamili. Kwa watetezi wa haki za binadamu Afrika Mashariki, maandamano ya Oktoba yamekuwa ishara mapambano mapana ya uhuru wa raia nchini Tanzania. Wanahoji kuwa hata kama baadhi ya video zilipotoshwa, serikali ingali inawajibikia hali ya hofu ambayo imeandamana na usemi wa kisiasa katika miezi ya hivi majuzi. Wito wa uchunguzi huru unaendelea kukua, huku wanaharakati wakizitaka mashirika ya ndani na kimataifa kuchunguza matukio yanayozunguka maandamano hayo bila upendeleo. Uhakikisho wa Muliro kwamba hakuna mauaji ya watu wengi uliofanyika wakati wa maandamano ya Oktoba tarehe 29 umepokelewa kwa tahadhari. Wakati baadhi ya wananchi wamefurahia juhudi za kufafanua taarifa potofu, wengine wanaona kama udhibiti wa uharibifu, huku kukiwa na ushahidi unaoongezeka wa video wa unyanyasaji wa serikali. Mitandao ya kijamii ya Tanzania imesalia kugawanyika sasa, huku alama za hashtagi mitandaoni zikidai uwajibikaji, zikivuma pamoja na zingine zinazotaka amani na utulivu. Mzozo wa maandamano hayo ya Oktoba hivi majuzi umevuta hisia za kimataifa, hasa kufuatia kauli za hivi majuzi zilizotolewa mjini Berlin ama Ujerumani na mwanaharakati wa Tanzania Mwang'ombe wakati wa kongamano la uhuru duniani. Huko alishutumu utawala wa Samia Suluhu Hassan wa CCM kwa ukiukaji wa haki za binadamu Tanzania na ukandamizaji wa kisiasa, madai ambayo yamefika majadiliano ya bunge la Ulaya. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika video ama ripoti hizi. Ningependa unijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na ripoti ya kamanda Muliro. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.